Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bila shaka ulimwengu kwa hivi sasa macho yote yametupa katika mzozo unaendelea kati ya Irani na Marekani, na kubwa zaidi ni juu ya matamko na kauli mbalimbali ambazo zimeendelea kutolewa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Na haya yote yanakuja kufuatia kile ambacho Marekani imeendeleza kusambaza na ikidaiwa kama propaganda za wazi kwa taifa la Irani, ambapo Marekani amekuwa akisema kwamba Irani imekubali makubaliano, lakini pia na imefanya mazungumzo japo akiainisha baadhi ya mambo ambayo Irani imeafikiana nayo. Sasa kama unakumbuka vizuri na unakumbukumbu thabiti, ni kwamba siku ya hivi leo taarifa kubwa ilikuwa ni juu ya Rais Donald Trump wa Marekani kusema kwamba Irani haina budi kufuata masharti 15 ambayo Marekani imeyatoa kwa Irani, akisema kwamba endapo masharti hayo yatafuatwa vyema, basi ndipo vita vitasitishwa ama vitatamatishwa baina yake na Irani, Marekani akishirikiana moja kwa moja na Israel. Sasa Irani katika hatua za kujibu mashambulizi ama kujibu hayo masharti ya Marekani na kuonyesha kwamba Irani haiko tayari kwa chochote na kwa lolote, taarifa kubwa ni Irani kukataa, yani Irani imekataa kabisa makubaliano, huo mpango wa makubaliano wa Marekani ambao umetolewa siku za hivi karibuni na ukipelekwa kwa wapatanishi ambao Marekani alikuwa amewateua. Mojawapo alikuwa ni Pakistan, ambapo mpaka hivi sasa Irani kujibu kile ambacho Marekani imekisema na imekitoa, Irani imetoa masharti yake matano, yani masharti matano. Marekani imetoa masharti 15, sasa Irani imetoa masharti matano ili kuweza kuionyesha Marekani kwamba Irani ina msimamo thabiti na haina uyumbaji, yani katika vita hivi ambavyo chanzo kikubwa inatajwa kuwa ni Marekani baada ya kutekeleza ile shambulizi kubwa la mauaji pale mjini Tehran siku ya Februari 28 mwaka huu 2026. Sasa katika taarifa iliyotolewa na afisa wa ngazi za juu wa serikali ya Irani akizungumza na shirika la habari la serikali la Irani yani IRNA, ambapo alizungumzia juu ya masharti hayo matano, akibainisha kwamba Irani haitomaliza vita ikiwa na shinikizo la maadui, yani maadui ndio ambao kuwashinikiza kuwapelekesha Irani kumaliza vita. Haitafanya hivyo, akisema kwamba Irani itamaliza vita endapo yenyewe ndiyo ambayo itaamua kufanya hivyo na si kwa mashinikizo ya kidhalimu, mashinikizo ya maadui, ambapo afisa huyo ambaye amekataa kubainisha jina lake akizungumza na chombo hiko cha habari cha serikali cha Irani amesema kwamba Irani imetoa masharti matano madhubuti baada ya masharti yale 15, akisema kwamba Irani si ya kuyumbishwa na wala Irani si taifa ambalo tete kama mataifa mengine, mataifa machanga, akitolea mfano taifa la Venezuela ambalo kiongozi wake amenyakuliwa tu na imeendelea kuwa kimya. Sasa afisa huyu mkuu wa serikali ya Irani yeye amesema kwamba Irani si taifa mpeche, yani si taifa ambalo linaweza tu likachezewa kama ambavyo mataifa mengine yanachezewa na Marekani, akisema Irani imeweka masharti matano, masharti makuu, ambapo miongoni mwa masharti hayo Irani imeweka bayana moja, amesema kwamba ni endapo Marekani na maadui wote wa Irani, yani maanisha Marekani na Israel, itasitisha kabisa, yani moja kwa moja uchokonozi katika taifa la Irani. Hapa anasema kwamba uchokonozi wa mauaji ambayo yametekelezwa anaendelea kutekelezwa kule Irani. Sharti nambari 1. Sharti nambari 2 ama sharti la pili ni kuanzishwa kwa mifumo thabiti ya kuhakikisha kwamba vita havirudishwi tena kwenye Jamhuri ya Kiislamu ya watu wa Irani. Yani kwa namna yoyote ile Marekani ifanye kile inachoweza, lakini na kushirikiana na washirika wake wote kuhakikisha kwamba vita havitasogelea tena ukanda wa Mashariki ya Kati katika taifa lile la Kiislamu, yani Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Hilo ni sharti la pili. Sharti nambari 3, malipo ya fidia na fidia ya vita yaliyohakikishwa na kuelezwa wazi. Ni fidia ambayo Marekani italipa kwa kiwango kikubwa ni juu ya mauaji ya raia kule Irani, lakini pia na ni juu ya uharibifu wa miundombinu mikubwa ambayo Marekani na Israeli wameharibu kwa pamoja pale Iran katika miji mbalimbali kama mji wa Tehran, lakini pia na miji ambayo Marekani imekuwa ikishambulia, mji wa Bashar na hata miji mingine ambayo iko ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa
Hilo ni sharti nambari 3 ama sharti la 3. Sharti la 4 na la pili kutokea mwisho ni mwisho wa vita, ambapo Irani imebainisha mwisho wa vita pande zote na kwa makundi yote ya upinzani yanayohusika katika eneo lote. Yani mwisho wa vita katika kuhusisha pande zote na kwa makundi yote ya upinzani yanayohusika katika eneo lote la ukanda wa Mashariki ya Kati na majirani zao, yani Jamhuri ya Kiislamu ya Irani. Hilo ni sharti nambari 4 na la pili kutokea mwisho. Sharti la mwisho ama sharti la 5 ni utambuzi thabiti na utambuzi yakinifu na dhamana ya kimataifa kuhusu haki ya uhuru wa Irani, yani kutumia mamlaka juu ya mlango wa bahari wa Hormuz ambao ndio umekuwa sehemu nyeti na sehemu muhimu kusafirisha bidhaa mbalimbali ikiwemo bidhaa hitajika ulimwenguni, na maanisha bidhaa za mafuta, bidhaa za gesi na bidhaa zingine ambazo husafirishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz pale katika Ghuba ya Uajemi kule ambao niseme ubavuni mwa Irani. Sasa masharti haya 5 yamekuja kufuatia kauli zile ambazo zilikuwa zikisambaa kupitia kurasa mbalimbali na vyanzo vya taarifa vya magharibi juu ya masharti ambayo yametolewa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, na ikisema kwamba Irani ni dhaifu na Irani haina budi kufuata masharti yale 15, ambapo miongoni mwa masharti yale, naomba nirejee mtazamaji kwa faida ya wote na kwa faida ya wale ambao hawakupitia taarifa hile, ni kwamba Trump alitoa masharti 15, miongoni mwao ni pamoja na Irani kusambaratisha kabisa mifumo yake ya nyuklia na mitambo yake ya nyuklia katika ukanda wa Mashariki ya Kati, katika vituo vya Isfahan, Fordo na Natanz, ambapo hapo ndipo amesimika mitambo yake ya nyuklia. Hilo sharti namba 1. Sharti la pili, kuweza kusalimisha ama kusubmiti uranium ambayo tayari imesharutubishwa kwa Marekani. Hilo ni sharti namba 2. Sharti la 3, Marekani aliambia Irani kuweza kuifikia ama kufikia mwafaka kuafikiana na jumuiya ya kimataifa ya kuzuia nishati ya atomiki ulimwenguni, na maanisha yani IAEA, ambayo jumuiya hii hufanya kazi ya moja kwa moja kwa kivuli cha Umoja Mataifa, lakini ikiwa chini ya shirika ambalo linafanya kazi na mawakala wakubwa kabisa kutokea nchini Marekani. Sasa hili ni sharti ambalo lilikuwa ni kubwa kabisa, ambapo kama unakumbuka vizuri kwamba Iran ina chokochoko ya muda mrefu ya masuala haya ya nyuklia, na kama unakumbuka vizuri pia hata katika mkutano wa Umoja Mataifa wa miezi iliyopita nyuma na mwaka pia uliopita nyuma, ni kwamba iliazimia Umoja Mataifa kwamba Iran iweze kujinasibisha, iweze kujidhibiti juu ya urutubishaji lakini pia na umiliki wa silaha hizi za nyuklia. Na hapa shinikizo kubwa lilikuwa linatokea kwa mataifa ya Magharibi, na kubwa zaidi ni taifa la Marekani. Sasa hili ni sharti ambalo pia Marekani alimpatia Irani iweze kuweza kufikia mwafaka na jumuiya hii ya kimataifa nishati ya atomiki, yani International Atomic Energy Agency. Na miongoni mwa masharti hayo pia ambayo Marekani aliyatoa kwa Irani ni pamoja na kudhibiti makombora yake, yani kudhibiti kiwango cha makombora ambayo Irani inamiliki, ni pamoja na makombora yale masafa marefu lakini pia na masafa ya kati, yani naweza kusema kwamba ballistic missiles ambazo Iran imekuwa ni kitishio kubwa sana kwa Marekani lakini pia kwa mataifa mengine ya Magharibi, ambapo Marekani alimwambia katika masharti yake 15 Iran aweze kudhibiti makombora yake ambayo anamiliki na silaha zake za nyuklia. Kwa hivyo hayo ni masharti ambayo miongoni mwa baadhi ya masharti ambayo makubwa kabisa ambayo Iran ilipatiwa na Marekani. Lakini pia sharti lingine ambalo ni kubwa ambalo pia ndio lipo katika uhasama mkubwa hivi sasa katika mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo Marekani alimtaka Irani kuweza kufungua mlango wa bahari wa Hormuz bila masharti na kupunguza kusalia kwake katika eneo lile pale, yani kupunguza kusalia katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz na udhibiti wake, katika moja hapo masharti ambayo aliyatoa bwana Donald Trump, rais wa Marekani, kupitia mzozo unaendelea kati ya hivi sasa baina ya Marekani na Irani, Marekani akishirikiana moja kwa moja na Israel, lakini pia Irani akipigana vita vya pekee yake. Sasa pia Trump alimwambia Irani kwamba aweze kuachilia, yani aweze kuachilia wawakilishi wa kikanda kule Mashariki ya Kati katika eneo zima lile la Mashariki ya Kati, yani akisema kwamba wale wawakilishi kule Mashariki ya Kati, washirika wa kikanda, na maanisha hapa kama kuna mabalozi, kama kuna zile mamlaka za ndani, basi zifanye mambo yao bila kuingiliwa na Irani. Na kama unakumbuka vizuri sana kwamba Irani hakubaliani kabisa na uingiliwaji wa mataifa mengine, hususan mataifa haya hasimu ya Marekani lakini pia mataifa mengine ya Magharibi juu ya wawakilishi pale katika ardhi ya Mashariki ya Kati, akiamini ya kwamba uwepo wa wawakilishi wa hawa katika maeneo ya kikanda yanapelekea uhasimu mkubwa na kufanya isolation interior
the region, yani kuwatenga, yani kuwatenganisha wanachama kikanda katika maeneo yale ya Mashariki ya Kati, hususan pale Iran na maeneo ambayo yanazunguka Ghuba ya Uajemi, ikimaanisha ile mataifa yote ya Kiarabu kule Mashariki ya Kati. Sasa hayo yalikuwa ni masharti ya Marekani kwa Iran, na hivyo hatua ya Iran kujibu masharti haya ya Marekani imekuja kufuatia masharti hayo ambayo nimekupatia hapo na nimekuelezea kufanulia vizuri kabisa kwa kina namna ambavyo Marekani ilipatia Iran masharti hayo 15. Sasa hapa ndipo ambapo tunasema kwamba dawa ya moto ni moto, na dawa ya moto sio maji, haijawahi kuwa hata siku moja. Lakini pia tunasema kwamba maji hayajawahi kusahau hali yake halisi ya ubaridi, yani maji hajawahi kusahau hali yake halisi ya ubaridi hata kama yatachemshwa, lakini maji hajawahi kusahau hali yake halisi ya ubaridi. Na hivyo ndivyo ambavyo Iran imekuwa ikionyesha kwamba yeye haiwezi kuachana na hali yake na haiwezi kuwa mnyonge kwa Marekani ambaye amekuwa aachi kabisa asili yake na kuyaonea na kuyaangamiza baadhi ya mataifa ambayo ilikuwa na rasilimali muhimu na rasilimali nyeti kupitia maeneo hayo ambayo yamekuwa yakimiliki na kuendesha shughuli zao, lakini pia na mamlaka zao. Hivyo basi Iran imesema kwamba endapo masharti hayo yatafikiwa, masharti hayo makubwa 5 yakifikiwa na Marekani, ndipo ambapo si kumaliza vita vya moja kwa moja, bali ndipo ambapo Iran itafikiria, yani itafikiria, huenda ikafikiria kumaliza vita na kutamatisha uhasama ambao unaendelea baina ya Irani na Marekani, Marekani akiwa na mshirika wake wa karibu Israeli. Sasa nikufurahisha kidogo, kama unakumbuka vizuri ni kwamba, na ukiwa umefuatilia taarifa za awali, ni kwamba kumekuwapo na uungwaji mkono wa mataifa mbalimbali ulimwenguni juu ya kuiunga ama kuisupport Marekani juu ya mpango huu ambao Marekani inafanya wa kumaliza vita, ambapo Iran inasema kwamba mpango huu wa Marekani inafanya peke yake, yani inafanya mazungumzo ya peke yake. Katika yale mazungumzo ambayo Marekani anatangaza kwamba anafanya mazungumzo na Iran inasema kwamba haihusiki moja kwa moja na wala haipo katika mazungumzo hayo, inafanya na kuendesha mazungumzo ya peke yake yeye mwenyewe na si kwa pande mbili za uhasama. Na kama mko ukimfuatilia vizuri kwa sana, miongoni mwa uungwaji mkono wa mataifa hayo ni kwamba yanashinikiza meza mazungumzo ya amani. Na pia kama tumekumbuka vizuri kwamba mkuu wa Umoja wa Mataifa kupitia haki za binadamu alitoa kauli yake juu ya mambo haya ambayo yanaendelea, akizungumzia juu ya makubaliano ya kusitisha vita kwa amani kama ambavyo Marekani amekuwa akipendekeza. Sasa mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa yeye alipendekeza kwamba kusitishwa kwa mapigano kwa njia ya amani kama ambavyo Marekani toa mapendekezo hayo. Sasa kufuatia hilo na kauli hiyo ya mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa kule Mashariki ya Kati, sasa Umoja wa Mataifa kupitia katibu wake mkuu Bwana Antonio Guterres, yeye ametoa pia onyo la mapema la mpango wa makubaliano ya kusitisha vita katika mzozo unaendelea kati ya Iran na Marekani, ambapo yeye amemtengua yule kiongozi ambaye alikuwa anasimamia migogoro kule Mashariki ya Kati kwa zamani na amemchagua kiongozi mpya, ambapo Bwana Antonio Guterres yeye amemchagua Bwana Veterane Jean Amoet kutokea nchini Ufaransa, akisema kwamba atakuwa ni msaidizi wake wa karibu kutokea Mashariki ya Kati, akihusika moja kwa moja na upatanishi na usuluhishi wa mgogoro huu wa Mashariki ya Kati baina ya vita vya Irani na Marekani. Akimchagua msaidizi huyu wa kumaliza vita hivi, anasema kwamba kazi yake kubwa itakuwa kufanya de-escalation, yani kulegeza ama kupunguza uhasama wa vita kule Mashariki ya Kati. La pili itakuwa ni kupandikiza wanadiplomasia kwa ajili ya mazungumzo ya pamoja kuweza kumaliza vita, ya jitihada za mapema za kumaliza uhasama kati ya mzozo wa Iran na Marekani, ambapo akisema kwamba kazi yake ya pili itakuwa ni kupandikiza wanadiplomasia kwa ajili ya kumaliza vita hivi katika meza ya mazungumzo ya amani. Hiyo itakuwa ni kazi ya pili ya msaidizi huyu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres. Sasa jambo la kufurahisha zaidi ama la kuchekesha ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres yeye anaendelea kuegemea upande wa Marekani na akitoa ujumbe ambazo zimekuwa zikiashiria kwazi wazi kwamba Bwana Antonio Guterres yupo katika upande wa Marekani, ambapo moja kati ya ujumbe wake aliotoa ni kwamba amesema, na hapa ni namnukuu, ujumbe wangu kwa Marekani na Israeli ni kwamba ni muda mkubwa kabisa, ni muda muafaka, bali ni muda wa kiwango cha juu sasa wa kumaliza vita. Hapo amezungumzia upande wa Marekani lakini pia na Israel. Na ujumbe wangu kwa Irani ni kwamba hana budi ya kusitisha ama kustopisha mashambulizi yake makali ya kuangamiza katika upande wa majirani zake kule Mashariki ya Kati. Ni ujumbe ambao ameutoa Bwana Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa,
ongelea mzozo huu wa kikanda baina ya Iran na Marekani, lakini chanzo kikubwa sana cha mzozo huu ni Marekani na Israel baada ya kutekeleza mashambulizi ya Februari 28 mwaka 2026. Lakini katika mazungumzo yake bwana Antonio Guterres hakuzungumzia kabisa juu ya uhasimu ambapo ulipoanzia, lakini pia hakuzungumzia chanzo cha vita. Yeye amezungumzia tu namna ya njia ya kusitisha vita, japo hakuangalia nani ambaye aliipelekea vita hivi kuanza, na wala hakuzungumzia pia na kuangalia namna gani Irani imepoteza kiasi gani ama imeathirika kwa namna gani katika vita hivi ambavyo vimepelekewa na kusababishwa na Marekani. Sasa hapa wachambuzi na wabobevu katika masuala haya ya mizozo ya kikanda wanahoji ya kwamba bwana Antonio Guterres, katibu mkuu wa Mataifa, yuko chini ya vuguvugu na shinikizo la Marekani. Wanasema kwamba Marekani ndiyo ambaye ana mkono mkubwa ndani ya Umoja wa Mataifa, yani UN pale Marekani, na hii yote wakisema ya kwamba kwa sababu mambo mengi sana yanaendeshwa chini ya usimamizi wa Marekani. Kwanza makao makuu yenyewe Umoja wa Mataifa yako ndani ya mji mkubwa wa Marekani, New York City, na shughuli nyingi sana za kimataifa hufanyika nchini Marekani. Hivyo basi Marekani ana mkono mrefu sana katika hili mambo mbalimbali ya Umoja wa Mataifa na kuhindikiza Umoja wa Mataifa kuweza kutoa matamko yake. Yapi maoni yako juu ya hili na hatua mpya za Umoja wa Mataifa yani UN kupitia mzozo unaendelea kati ya Iran na Marekani? Lakini pia yapi maoni yako juu ya kauli za Irani juu ya masharti matano kufuatia masharti 15 ya mhasimu wake Marekani mapema aliyotoa siku ya leo? Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii hapa ni Homa TV. Pale Instagram andika afisa3_official ili tuweze kwenda sambamba na kwenda poa zaidi kwa ishu zozote zile za matangazo, maishu mengine ya kijamii na nini. Basi wewe cheki hapo tuweze kufikia mwafaka na kupata huduma bora na rahisi pia kupitia Homa TV, chaneli nambari 1 nchini Tanzania, ambayo inatoa taarifa nyeti na taarifa kubwa kupitia mzozo unaendelea kati ya Marekani na Irani kule Mashariki ya Kati. Tukutane wakati mwingine. Bye bye kwa hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.